Ni karibisha tena katika YouTube channel yangu. Ni Emmanuel Palie, Kitama Nutrition Specialist. Niko hapa kwa ajili ya kuangazia vyakula ambavyo mgonjwa yoyote mwenye shida ya ugonjwa wa kisukari inatakiwa aviepuke. Kwa wale ambao hawajapata elimu vizuri na kuelewa kwamba ni vyakula vipi ambavyo inatakiwa wavikwepe, basi video ni kwa ajili yako. Twende sambamba bila kupoteza muda, tuanze kama ifuatavyo. Kuna vyakula vingi vya kutumia kwa mgonjwa wa kisukari, lakini kuna vyakula vichache vya kuweza kuepuka kama una shida ya ugonjwa wa kisukari. Namba moja kabisa kwa wale wagonjwa wa kisukari ambao inatakiwa manake akwepe, namba moja kabisa ni hapa tunakuja kwa habari za nafaka ambazo zimekobolewa. Vyakula vya nafaka ambavyo vimekobolewa ni namba moja inatakiwa ukwepe kama una shida ya ugonjwa wa kisukari. Hapa nazungumzia habari za sembe ambayo ni unga wa mahindi ambao umeshakobolewa. Kuna chapati, mikate na mandazi ambavyo vinatengenezwa na ngano ambayo tunasema imeshakobolewa. Na vyakula vingine ni vile ambavyo vimeungwa na unga ambao umeshakobolewa. Yaani zao lolote ambalo linatengenezwa na unga ambao unga wako umeshakobolewa basi halifai. Kwa hiyo hivi ni vyakula vya kwanza ambavyo nataka ukwepe. Chakula namba 2, kama kweli sukari inasumbua nataka ukwepe, ni vyakula ambavyo vimesheheni mafuta ambayo yanaganda. Hapa nazungumzia habari za nyama, inawezekana nyama nyekundu, lakini nyama nyeupe pia zina kiwango kingi cha mafuta. Hapo kuna habari za mayai na masuala ya maziwa. Hivi vitu ambavyo vinatokana na wanyama, vyakula vyenye asili ya wanyama, ni kundi namba 2 kwa mgonjwa wa kisukari natakiwa akwepe. Kwa nini? Kuna mtu anaweza kauliza, kwa kuwa hajapata elimu ya kina, ni kufahamishe. Kwa mfano, kwa wale wagonjwa wenye kisukari aina ya pili ambao tunafahamu kabisa ni ugonjwa ambao unakuja kwa sababu ya mafuta kufifiza utendaji bora wa insulin. Mchawi hapa ni mafuta na sio kitu kingine. Kwa vyakula ambavyo vimesheheni mafuta huwa nasema kwamba ni lazima mtu uweze kuvikwepa. Ndio nimesema kwamba vyakula tunavyo na wanyama ni havina sukari na kubaliana, lakini vimesheheni mafuta na protein kwa wingi ambavyo vinakuja kwenye mzizi wa insulin resistance, vinachochea ukinzani wa insulin. Kwa tafsiri nyingine vinapunguza utendaji bora wa homoni za insulin, ambazo tunafahamu homoni ya insulin kazi yake ya kwanza kabisa inatusaidia katika kuratibu sukari, kuchukua sukari kutoka kwenye damu kuingiza kwenye seli, na hivyo na kuweza kuunguza sukari ile na sukari inakaa vizuri. Hiki ikiwa ni chakula namba 2. Chakula namba 3 ni mafuta ya kupikia. Hapa kumekuwa na nadharia nyingi sana juu ya mafuta ya kupikia. Wengine nasema kwamba utumie mafuta ambayo hayagandi kwamba ni mazuri sana, si utumie. Wengine nasema kwamba utumie mafuta ambayo yanaganda, yani ndio si bora. Na kuhakikishia hakuna mafuta ambayo ni salama kwa mgonjwa wa kisukari. Si mafuta ambayo yanaganda, ambayo hayagandi, bado vyote haviwezi kufanya kazi kwa mgonjwa wa kisukari. Kwa hiyo ni vema uweze kukwepa kama unahitaji kujinasua na tatizo la ugonjwa wa kisukari. Hili ni kundi la 3. Na kwa nini kabisa vikufai? Ni kwa sababu vinachochea tatizo la insulin resistance, vinafifiza utendaji bora wa insulin pia. Haya, kuna namba 4 ni habari za vyakula ambavyo ni ambavyo vimechakatuliwa ama ni vya kusindikwa kutoka mazingira viwandani, masuala ya chipsi na vyakula vingine ambavyo vimesindikwa kutokea viwandani, vile ni havifai. Hapa kuna masuala ya hiyo chipsi, tunazungumza habari za cakes, kuna habari za crisps, zote ambazo nakuwa hizo ziko packed ambazo zimetokea mazingira viwandani, zile ni hazimfai mgonjwa wa kisukari, kambali na vyakula hivyo. Kingine hapa ambapo nataka ukwepe ni vinywaji vyote kutokea viwandani isipokuwa tu maji. Hivi vinywaji vingine ambavyo vimeshaongezewa sweetener, ambavyo vimeongezewa sukari, vyote hivyo havikufai. Kunywa maji yanaweza kuwa ni salama kwako, tofauti na vinywaji vingine hivi ambavyo vinatokea kiwandani. Mwisho kabisa ni vyakula ambavyo pia inaonekana kwamba ni vina mafuta, hususan ambavyo yanatokana na mmea kama masuala ya nazi na masuala ya parachichi. Hivi vimesheheni mafuta kuliko vyakula vingine vyote vya mmea, ni kwamba havimfai pia mgonjwa wa kisukari. Bila kusahau hizi ambazo zinatokana na michikichi. Kuna yale matunda yanatokana na michikichi, baadhi watu wanakula, lakini bado pia hayamfai mgonjwa wa kisukari kwa sababu hakina kiwango pia cha masuala ya mafuta. Hivyo vilikuwa ni vyakula ambavyo nasema kwamba havimfai mgonjwa wa kisukari kama nilivyoona. Lakini kwa mtu mwingine anaweza kauliza kwamba vyakula gani naweza kutumia. Labda nijibu tu kwa kiufupi hapa ni kwamba hakikisha unakaa kwenye vyakula vitokanavyo na mmea ambavyo havina kiwango kingi cha mafuta.
hususan ni mboga za majani. Stiki kwenye matunda ambayo ni matamu kuliko matunda ambayo yamesheheni mafuta kama parachichi. Stiki kwenye jamii ya kunde ambazo nafahamu kwamba zinafanya kazi vizuri. Kaa kwenye nafaka ambazo hazijakobolewa. Kaa kwenye vyakula ambavyo jamii ya mizizi ambavyo ni vya kiasili na havijaongezewa mafuta kama viazi mviringo, viazi vitamu. Kuna habari za magimbi na mihogo, bila kusahau matumizi ya ndizi. Hivi ndio vyakula ambavyo ni salama sana kwa mgonjwa wa kisukari. Tukiwa tumepunguza vyakula ambavyo ni vya kiwandani ambavyo nimeshabisema, vyakula na wanyama ambavyo vimechanganya mafuta na protein nyingi sana na mafuta ya kupikia, na bila kusahau vyakula ambavyo vimekobolewa na vyenyewe uweze kuviepuka. Kwa hiyo kiufupi ni hivyo vyakula ambavyo natakiwa uweze kuvikwepa, hasa kama ni mgonjwa ambao ana shida ya ugonjwa wa kisukari. Ulikuwa na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.